ile ya William Ruto. William Ruto yake ni kama hiyo, na akiwa na hiyo yake aliunganisha, amekuja kwetu, tumemuongeza, amekuwa rais wa Kenya. Hata hizi za Wabaguzi ni mingi hata kuliko zile za huyu Raila Odinga. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima. Watu ambao wamekuunga mikono miaka hii yote kwenda kuambia amesikia mtoto yao pia anataka kuwa rais, na kuwakemea na kuwatukana na kuwachekelea ati huyu mtoto wenu hakuna pahali anaweza enda, ati kura zenu hazitoshi. Yeye zake hazikuwa zinatosha, aliunganisha zake akatafuta za wengine zikaunganishwa pamoja, na ndizo hizo kura ametumia kuingia kwa serikali ya Ruto. Ndizo hizo kura za Wakisida wengine alitumia kuingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Your Excellency, wakati mkiunda serikali na wakati huo, unajua ni mara ya kwanza hii serikali ndio tu, ukiangalia katika historia ya jamii ya Mugusi, hii ndio serikali tu tuko na waziri mmoja na hatuna PS. PS mmoja. Tuko na PS mmoja. Huyo amechaguliwa juzi. Mwenye amechaguliwa tu juzi. Yes. Lakini wewe ulikuwa wakati huo, wakati cabinet ilikuwa appointed, na ulikubali tupate huyo waziri mmoja na hatukuwa na PS wakati huo. Mimi sikuwa na uwezo kwa sababu mwenye kuteua serikali alikuwa William Ruto. Mimi nilikuwa na mkataba ya pale Mlimani, na nilipigania kwa sababu ukiingiza watu kwa serikali kupitia mpango lazima upiganie watu wako. Sasa nyinyi mlikuwa hakuna mtu ya kupigania nyinyi kwa sababu kura yenu mligawa. Wengine mkapatia Ruto, wengine mkapatia Raila. Na hapo ndio shida iko. Na mimi nichukue nafasi hii niambie Wakisii leo. Mimi nimefurahi sana kuona mmechukua huyu kijana wenu Fred Matiang'i na kuwa na matumaini ya kwamba anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na niliona juzi vile alikaribishwa pale na nikafurahi sana. Na mimi naona hii jamii sasa imeanza kupata mwelekeo. Kwanza, muachane na mambo ya buruka. Mambo ya kupitia mtu mwingine ndio mkuje kwa meza ya kitaifa, muachane naye. Huyu kijana wenu Fred Matiang'i alifanya kazi na Uhuru Kenyatta. Na kuangalia kwetu alifanya kazi nzuri sana, alikuwa mwaminifu kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na alisukuma kazi sana akiwa waziri wa elimu. Sana, kazi ambayo inaonekana. Najua nasikia watu wengi wanamtaja wale walikuwa shule wakati hiyo. Amekuja pale, amekuwa waziri wa usalama, amefanya kazi ambaye inaonekana. Kutoka hapo ameenda pale World Bank, amepewa kazi kubwa sana. Huyu tukimwangalia ni kiongozi ambaye ametosha, ameiva. Kwa qualification ametosha kuongoza Kenya na anaweza. Lakini ataongoza vipi? Lazima apigiwe kura na watu ya Kenya. Hizi kura atapigiwa na watu ya Kenya. Itakuwa namna gani mimi niambie watu ya Mlima Kenya tuunge Fred Matiang'i mkono kama yeye hajatuonesha kwa dhihirisho ya kwamba nyumbani ameungwa mkono kikamilifu. Kwa hivyo jambo la kwanza, tuko pale presidential candidate wengi. Mimi niko pale, nataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Martha Karua anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Eugene Wamalwa anataka. Tuko na huyu Kalonzo Musyoka anataka. Tuko na Fred Matiang'i sasa amejiunga na sisi. Sisi pale mwisho tutaketi, ndio tutoe candidate moja ambaye atapambana na William Ruto. Lazima tufanye hivyo na tutafaulu na tutaketi pamoja. Lakini ndio huyu Matiang'i akuwe na chance. Lazima afike pale kwa meza ya kitaifa, atuoneshe na ushahidi ya kwamba ameunganisha jamii ya nyumbani 2.5 ako nayo kwa meza. Sasa ndio tuanze kuulizana, okay, bwana Fred Matiang'i umekuja na 2.5, fine. Formula gani tunaweza fanya tukusaidie? Hiyo kura yenu ndio Ruto alikuja naye. Kwa hivyo inawezekana, it's possible. Lakini shida pale kwenu ni kugawa kura zenu. Sigine mnapatia Raila, sigine mnapatia Ruto, sigine mnapatia nani. Wakati umefika kama mko serious ya kwamba mungetaka kijana wenu akuwe pale kwa serikali, either president, deputy president ama chief cabinet secretary, whichever, ile tutasikizana kwa sababu pale tutaketi. Lakini tunataka Wakisii wakuwe ndani ya hii serikali. Jambo la kwanza, hiyo mambo ya Matiang'i tutaongea sana. Mimi nasema jambo la kwanza, yes, lakini ni mtu uoneshe mumeungana nyinyi nyote. Yes.
nyuma ya kiongozi moja, na ndio hiyo Ruto anaita ukabila. Yes. Kwa sababu anajua mkiungana nyinyi yote hakuna kura atapata pale Kisii. Na ndio ako na uchungu, anasema hiyo ni ukabila. Yeye akiunganisha Wakalenjin, hakuna mtu alisema ni ukabila. Yake ameunganisha yote. Vile aliunganisha Wakalenjin, akakuja kuongea na sisi. Ndivyo tunataka Matiang'i aunganishe wa Kisii. Akuje kwa meza ya kitaifa, aongee na wengine. Na ataongea akiwa na nguvu. Kwa sababu ukiwa na watu 2.5 million, unakaa kama mwanaume kwa meza na kusema mimi nimekuja kwa hii kikapu ya kitaifa, nimekuja na hii. Tafadhali, mimi niko na maono, niko na sera, niko na experience, mimi naweza ongoza Kenya. Munipatie nafasi ndugu zangu. Lakini ndio munipatie nafasi, hata mimi nimefanya bidii kidogo. Nimekuja na hii, niko naye hapa kwa meza. Thank you, Your Excellency. Hii mambo ya Matiang'i tutaongea sana na tuko na muda, hatuna haraka. Lakini wewe ulitumia pesa mingi sana ukiwa naibu wa rais, ukisafiri mambo ya chai. Sababu unajua jamii ya Mweusi chai ni ile tunasema ndio inasaidia sana, mambo ya chai na mambo ya kofi. Ulifanikiwa njia yote? Kwa sababu hata saa hii mambo ya chai sana mimi nilikuwa pale ofisini, nikiwa ofisini nilikuwa nimepewa majukumu ya kusukuma mabadiliko katika sekta ya chai, sekta ya kahawa na sekta ya maziwa. Katika sekta ya kahawa na majani chai nilifaulu kiasi kikubwa sana. Na sekta ya kahawa nilifanya conference pale Meru na watu kutoka Gusii walikuja pale. Na tukafanya marekebisho, na kwa sababu ya hiyo marekebisho baada ya miaka 2 matunda ndio imefika hapa. Tukiongea leo, ukienda pale nyumbani, kahawa imelipwa vizuri sana mwaka huu kwa sababu ya hiyo mabadiliko tulifanya. Na wakulima wanapata kutoka shilingi 120 kwa kilo moja mpaka 180. Na hiyo ni kwa sababu ya ile marekebisho ambayo mimi niliongoza katika sekta ya kahawa. Katika sekta ya majani nitembea sana kutafutia soko majani chai, na tukafaulu kiasi kikubwa. Lakini huyu rais ameturudisha nyuma, kwa sababu majani chai yetu kama 15% tunauza pale Sudan. Huyu rais wetu ameenda pale Sudan, ameanza kuingilia uongozi wa nchi hiyo. Iko group inaitwa RSF ambaye inataka kupindua serikali ya Rais Burhani. Na huyu rais wetu ameingilia hiyo maneno, kwa sababu yule mtu anaitwa Hemeti wako na biashara na yeye ya dhahabu. Na pia ile kijana ya kwenu ile ya town ile inaitwa Zahil ako katika hiyo biashara pamoja na rais na huyu mtu anaitwa Hemeti. Kwa sababu ya hiyo maneno, Sudan imetuwekea sanctions ya kukataa majani chai yetu iende iuzwe huko Sudan. Na kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa wakulima ya chai katika Jamhuri ya Kenya. Na hii matatizo unaona sasa iko. Majani chai imejaa pale Mombasa kwa auction. Your Excellency, umesema Zaire, unajua si vizuri kutaja jina. Mimi nasema mimi nilikuwa pale. Uhusiano gani na bei ya chai? Siku nasema huyu Hemeti. Siku rais alimwalika Kenya kupitia mimi nikiwa naibu wa rais, kwa sababu rais hawezi alika vice president direct. Aliniita mimi akaniomba nialike huyu Hemeti.